Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: China yaongeza kasi ya mpito kuelekea nishati ya kijani mwaka 2025. Mkuu wa mawaziri nchini Kenya Musalia Mudavadi asema kuwa China ni mwakilishi mkuu wa nchi za kusini. Na teknolojia ya mpunga wa ratuni imarisha usalama wa chakula Malaysia. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. China imeongeza kasi ya mpito wake kuelekea nishati ya kijani, huku sekta ya nishati ya jua ikiongoza ongezeko kubwa la uzalishaji na mapato ya nishati safi. Takwimu mpya zinaonyesha mafanikio makubwa katika upanuzi wa uwezo wa umeme wa photovoltaic na mchango unaokuwa wa nishati safi katika uchumi wa taifa. Ronald Mutie anakamilisha taarifa hiyo. Mabadiliko ya China kuelekea nishati ya kijani yalipata kasi kubwa mwaka uliopita, yakichochewa kwa kiasi kikubwa na ukuaji wa haraka katika sekta ya nishati ya jua pamoja na kuongezeka kwa mapato yatokanayo na nishati safi. Kwa mujibu wa takwimu kutoka utawala wa kitaifa wa nishati yaani NEA, uwezo mpya uliowekwa na nishati ya jua nchini China ulifikia kilowati milioni 317 mwaka uliopita, ikiwa ni ongezeko la 14% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Kufikia mwisho wa Disemba mwaka uliopita, jumla ya uwezo uliowekwa wa uzalishaji wa umeme wa jua nchini China ulifikia kilowati bilioni 1.2, ikiwa ni ongezeko la 35% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Takwimu hizi zinaonyesha maendeleo endelevu ya haraka ya sekta ya nishati ya jua nchini China, ambayo sasa imekuwa nguzo muhimu katika mpito mpana wa nishati wa taifa hilo. Upanuzi wa nishati ya jua umechukua nafasi muhimu katika kukuza muundo wa nishati ulio wa kijani na wenye kiwango cha chini cha kaboni. Wakati huo, takwimu rasmi zinaonyesha kuwa mpito wa jumla wa China kuelekea nishati ya kijani uliharakishwa mwaka 2025. Uchambuzi wa takwimu kutoka utawala wa kodi wa kitaifa unaonyesha kuwa mapato ya mauzo kutoka nishati safi, ikiwemo nishati ya upepo, nishati ya jua, umeme wa maji na nishati ya nyuklia, yalichangia 42.6% ya jumla ya mapato ya mauzo ya mwaka 2025. Hili ni ongezeko la 7.2% ikilinganishwa na mwisho wa kipindi cha mpango wa 13 wa miaka mitano, yani kuanzia mwaka 2016 na mwaka 2020. Kwa jumla, takwimu hizi zinaakisi maendeleo dhabiti ya China katika kutumia vyanzo vya nishati safi zaidi na katika kujenga muundo wa uchumi ulioendelevu zaidi. Mkuu wa mawaziri nchini Kenya Musalia Mudavadi amesema kuwa China ni sauti imara inayowakilisha ulimwengu wa kusini, na akatoa salamu za mwaka mpya kwa China na jamii ya Wachina duniani kote wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa Kichina. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Katika mahojiano na China Global Television Network CGTN, mkuu huyo wa mawaziri wa baraza la mawaziri nchini Kenya na ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi alithibitisha uhusiano imara uliopo kati ya Kenya na China. Well, first of all, I must say that China is a great friend of Kenya and the people of Kenya. And we have had very many high-level visits between our two countries. And I believe this will continue so that we have high-level engagement at all times. What is significant is that in the recent months, under the FOCAC arrangement, the government of China offered to allow a preferential trade arrangement with the people of Africa. And Kenya is busy negotiating so that we can have what you call the early harvest benefits from this arrangement. Mudavadi alisema kuwa wananchi wa Kenya wamekuwa wakinufaika kwa kiwango kikubwa sana kutokana na ushirikiano uliopo kati ya China na Kenya katika nyanja mbalimbali. We are involved in a lot of development, roads, infrastructure, business opportunities and so forth with the people of China. So to me, I can tell you that we stand to benefit tremendously by the continued cooperation between our two countries. China inapoanza mwaka mpya ambao ni mwaka wa farasi, Musalia Mudavadi anatoa salamu zake za sherehe kwa China na watu wa China, huku akisisitiza nafasi ya nchi hiyo katika uchumi wa dunia. I think it's great. I wish them the very best. I wish them continued prosperity.
both in China and also where their nationals may be in the rest of the world. They are a big economy, they are key players, and their policies have a major impact on many countries. Teknolojia ya mpunga wa ratun kutoka China sasa inatumika nchini Malaysia kuongeza mavuno na kuimarisha usalama wa chakula, hatua inayofungua fursa mpya kwa kilimo cha maeneo ya tropiki. Jacob Mogoa anaripoti. Ingawa Malaysia ina ardhi yenye rutuba na hali nzuri ya hewa ya kitropiki, bado huzalisha takriban theluthi mbili tu ya mchele unaohitajika nchini humo. Kupitia ushirikiano na wataalamu wa China, taifa hilo linaongeza juhudi za kujitosheleza kwa chakula. Mpunga wa ratun, yaani mpunga unaoota tena baada ya kuvunwa, ni mbinu ya kilimo ambapo mkulima hukata sehemu ya juu ya mmea wakati wa mavuno, lakini huacha mizizi na mashina mafupi ardhini. Kutoka kwenye mashina hayo, mmea huota upya na kutoa zao jingine msimu unaofuata. Ni sawa na nyasi zinazoota tena baada ya kukatwa. Kupitia mpunga huu unaoota tena baada ya kuvunwa, wakulima wanaweza kupata mavuno ya pili bila kupanda mbegu mpya. You sow in one time can harvest two crop. So in this case, you can save some resource invest in at the same time can increase yields. They were really eager to think to how to cooperation with us, and then we also like to do this one. From the top, you count first note, did the second, third, fourth, five, anyway, in total 5 bud. 3 or 4 bud can grow. Profesa Lin Wenxiong wa chuo cha kilimo cha Fujian na timu yake wanakusudia kuongeza uzalishaji wa ndani Malaysia kwa kutumia teknolojia hiyo. Aidha, kwenye kila shina la mpunga kuna takriban machipukizi 5 na kati yake 3 au 4 yanaweza kukua na kuzaa mazao mapya. Mradi huu umefanikishwa kwa msaada wa chama cha wajasiriamali wa China wa Penang. I'm the one who connect with the Fafu side, the Fafu University, to connect with our state government. At least we see this project really benefit to our growers to increase more money, more income, and also can increase our self-sufficient level. Kwa mujibu wa Lim Siu Sang, teknolojia ya mpunga wa ratun itasaidia wakulima kuongeza kipato chao na kuinua kiwango cha kujitosheleza kwa chakula nchini Malaysia. Matumizi ya teknolojia ya kisasa kama ndege zisizo na rubani na mifumo ya data yamebadilisha kilimo cha machungwa katika kijiji cha Fucheng, Chongqing nchini China, yakiongeza uzalishaji, kupunguza gharama na kufungua masoko ya kimataifa. Simi Wanjala ana kina cha taarifa hiyo. Katika msimu wa mavuno, maelfu ya hekta za mashamba ya machungwa aina ya mandarin hujaa matunda yaliyoiva tayari kuvunwa. Tofauti na zamani ambapo wakulima walibeba matunda kwa migongo yao wakishuka milimani kwa muda wa hadi saa 1, sasa ndege zisizo na rubani husafirisha mazao hayo kwa dakika 2 tu hadi vituo vya uchakataji. Katika vituo hivyo, matunda husafishwa, kuchambuliwa na kuwekwa kwenye maghala yenye ubaridi maalum kabla ya kusafirishwa nje ya nchi ndani ya muda mfupi. Kampuni za kilimo zinasema zilisafirisha kwa makontena 400 mwaka uliopita na zinatarajia ongezeko la 10% mwaka huu, huku masoko yakipanuka hadi Asia na Ulaya Mashariki. China inaongoza duniani kwa uzalishaji wa machungwa, ikizalisha zaidi ya tani milioni 65 kila mwaka. Katika kijiji cha Fucheng, kilimo hicho kimeongeza kipato cha wakazi na kupunguza umaskini tangu mwaka 2015. Wakulima sasa wanatumia mifumo ya data kufuatilia hali ya hewa na kudhibiti magonjwa ya mimea, hatua inayosaidia kuboresha ubora wa mazao na ushindani wa kimataifa. Mabadiliko haya yanaonyesha namna teknolojia inavyoendelea kubadilisha maisha ya wakulima na kuimarisha uchumi wa maeneo ya vijijini nchini China. China imeanzisha kilimo cha kisasa cha mimea cha ghorofa 20 mjini Chengdu, Sichuan, chenye lengo la kuleta mapinduzi katika sekta hiyo kwa kutumia teknolojia ya kiotomatiki na mifumo ya kiviwanda. Mradi huo unaashiria mwelekeo mpya wa kilimo cha kisasa kinacholenga kuongeza uzalishaji, ufanisi
na utoshelevu wa chakula. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Hiki ndicho mfumo wa kwanza duniani wa uzalishaji wa kiwanda cha mimea cha wima chenye urefu wa juu sana na chenye teknolojia janja uliotengenezwa na taasisi ya kilimo cha mijini iliyo chini ya Chinese Academy of Agricultural Sciences. Wang Sen, mtendaji mkuu wa taasisi hiyo, alisema kuwa kwa kutumia vifaa vya kiautomatiki mimea inaweza kupewa mazingira bora hata kuliko yale ya asili, hali inayoongeza ubora na mavuno. Kama jina linavyoashiria, kiwanda cha mimea hulima mazao kwa mbinu za kiviwanda. Mwanga, joto, maji na virutubisho hudhibitiwa kikamilifu kwa njia ya kiotomatiki ili kuunda mazingira bora zaidi. Ufanisi wa matumizi ya ardhi ni mkubwa sana. Jengo hili la ghorofa 20 linaweza kutoa hadi mara 120 ya mavuno ya kilimo cha kawaida cha shambani. Kwa kupunguza utegemezi wa ardhi na hali ya hewa, kituo hicho kimejumuisha mifumo ya kiteknolojia inayowezesha uzalishaji kuendelea hata katika hali mbaya au za dharura. Pia kinaharakisha uendelezaji wa mbegu, nguzo muhimu katika kuhakikisha utoshelevu wa chakula wa muda mrefu. Katika wilaya ya Wenjiang jijini Chengdu, kituo kinachoendeshwa chini ya mfumo wa kiwanda cha mimea kiko katika uzalishaji kamili, kikilima strawberry. Wakati China ikiangalia kipindi kijacho cha mpango wa miaka 5, 2026 hadi 2030, wataalamu wanasema kuwa kilimo cha kisasa kinachotegemea miundombinu na teknolojia katika viwanda vya mimea kinatarajiwa kuondoka katika hatua za majaribio na kuanza kuchukua nafasi kubwa zaidi katika mkakati wa muda mrefu wa utoshelevu wa chakula wa taifa hilo. Naam, na kwenye sehemu yetu ya Fahamu China leo, Zakia Pong anatufahamisha jinsi China imejenga mfumo wa kina wa huduma kwa nchi katika mpango wa 14 wa miaka 5, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha huduma jumuishi kwa wazee. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. China imejenga mfumo wa kina wa huduma kwa wazee na kupanua uungaji mkono kwa wazee nchini humo katika mpango wa 14 wa miaka 5 kama juhudi za kuhakikisha huduma jumuishi, ushiriki wa kijamii na maisha rafiki kwa wazee. Mpaka sasa, China inashughulikia mikahawa 86,000 ya wazee nchi mzima ili kuwapatia chakula cha kila siku, huku ikipanua kwa kasi makazi na huduma za kijamii kwa wazee. Ruzuku kwa wazee wenye ulemavu mdogo ama mkubwa imeongezwa na kufikia mamilioni ya familia na kuhakikisha uungaji mkono kwa wale wenye mahitaji zaidi. Wakati huo huo, mamilioni ya wazee wanaojitolea wanachangia kivitendo katika maendeleo ya jamii na ufufukaji wa vijijini, wakiongeza kile maafisa wanakiita nguvu ya wazee katika usasa wa Kichina. Katika miaka 5 iliyopita, China imeongeza kasi ya maendeleo ya mtandao wa ngazi 3 wa huduma ya wazee, ukijumuisha maeneo ya mijini na vijijini na kuchochea kuibuka kwa uchumi wa wazee ambao kwa sasa una thamani ya matrilioni ya yuan. Wakati wa mpango wa 14 wa miaka 5, China ilitoa orodha ya huduma za msingi za wazee kitaifa, ikitoa uhakikisho wa kitaasisi kwa upatikanaji wa huduma kwa wote. Zaidi ya watu bilioni 1.07 wanajumuishwa katika bima ya msingi ya kustaafu na nyumba milioni 2.24 za wazee wenye mahitaji maalum zimefanyiwa ukarabati na kuwa rafiki kwa wazee. Zaidi ya hayo, ruzuku ya matumizi imesambazwa kwa wazee wenye ulemavu katika ngazi ya kitaifa kama mara ya kwanza wakati wa kipindi cha mwaka 2021 hadi 2025. Pia mfumo wa huduma kwa wazee nchini China umeendelea kuboreshwa, huku zaidi ya taasisi
101,600 zikifanya kazi nchi nzima, 64% ya kitanda katika taasisi hizo zikikidhi mahitaji maalum na kuzidi lengo la 55% lililowekwa kwenye mpango huo kabla ya muda uliopangwa. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第6课，包子多少钱一个？ Sikiliza rekodi hii na usome. 钱钱茶茶 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 买买多少多少块块杯杯太贵了太贵了 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 买 Tafadhali soma nami maneno haya. 买包子买包子多少多少钱多少钱多少本书多少本书块2块钱2块钱杯一杯茶一杯茶太贵了太贵了太贵了 Kiasi gani? Huu ni mgahawa. Unajua jinsi ya kuuliza bei? Njoo ujaribu. 包子多少钱一个？3块。面条多少钱一碗？20块。米饭多少钱一碗？5块。水多少钱一瓶？2块。一共多少钱？30块。Pita katika kituo cha ukaguzi. Tafadhali soma maneno mapya kwenye kadi ya maneno ili kuwasaidia abiria kupita katika kituo cha ukaguzi wa usalama bila matatizo. Unasomaje neno hili? 多少 Unasomaje neno hili? 买 Unasomaje neno hili? 块 Unasomaje neno hili? 杯 Unasomaje neno hili? 太 Unasomaje neno hili? 贵 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见
Na ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo, lakini kabla sijaondoka, chukua hii: kipato huleta majivuno. Usiruhusu majivuno wakati kipato chako kimeongezeka. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.